Haina fidia, mwanadamu anamezaliwa aishi mara moja. Sawa. Nataka pia kufahamu kwa sababu tunazungumzia masuala ya ndoa. Ni sababu zipi zinazopelekea mpaka mwanaume anakuwa na mchepuko nje pengine au mwanamke anakuwa na mchepuko nje? Sababu zinazopelekea wanawake au wanaume kuwa na michepuko zinaweza kuwa zifuatazo. Kwa uzoefu, ni sababu ya kwanza inayompelekea mwanamume kuwa na mchepuko. Cha kwanza ni mwanamke asiyetimiza wajibu wake kwenye ndoa. Mwanamke asiyetimiza wajibu wake kwenye ndoa kama mke au kama mama. Kwa hiyo mwanaume anaona huyu mke anapwaya kwenye nafasi yake. Mwanaume anaanza kuona ni tofauti na matarajio yake wakati anaoa. Alimuoa mtu fulani labda anaitwa Krista labda. Hasa wakati anamuoa huyu alitarajia ni mama, atakuwa anamtunzia watoto wake vizuri, atakuwa ni mke mwema, mke mwaminifu, anatimiza wajibu wake wa kumwandalia chakula, mavazi pale nyumbani kama tunafahamu majukumu ya mke au mama kwenye ndoa. Anapoona mwanamke huyu hatimizi hivyo, mwanamume anaanza kufikiria kutafuta mke mwingine. Lakini sababu nyingine ni migogoro ya mara kwa mara kwenye ndoa. Migogoro midogo midogo inayoepukika. Mimi nasema ni migogoro inayoepukika. Yaani haina haja ya kuwepo. Kwa mfano, mwanamke labda ana tabia kukumbusha matukio ya nyuma kwa mume wake. Mume aliwahi kukosea labda akaomba msamaha. Lakini mke kila siku anakumbusha jambo hilo la miaka 10 iliyopita, miaka 20 iliyopita, miaka 2 miezi iliyopita, analiona kama ni jambo la leo. Kwa hiyo ni migogoro isiyo kwa lazima inaepukika, au jambo dogo yani sio lazima lilete mgogoro, unaweza kulifanya lisiwe mgogoro, unalazimisha liwe mgogoro. Inakuwa ni kero, nyumba inakuwa haina amani. Ambapo tunaona kwamba kila mmoja kwenye ndoa au kwenye mahusiano ana wajibu wa kuitafuta furaha, kutafuta amani, kuimarisha upendo wakati wote, familia au ndoa au mahusiano ya wake moto wa mapendo. Kila mwanandoa asiwe sehemu ya kuondoa furaha, asiwe sehemu ya kuondoa amani. Kwa hiyo ni sababu inayopelekea mwenza kutafuta mchepuko. Lakini sababu nyingine inayopelekea, zipo sababu zinazopelekea mwanaume kutafuta mchepuko na mwanamke kutafuta mchepuko. Hapa nazielezea za mwanaume kutafuta mchepuko ni sababu zipi. Sababu nyingine inayompelekea mwanaume kutafuta mchepuko ni tamaa tu ya kwake. Kama mwanaume, tunasema mwanaume ameumbwa na jicho la tamaa. Anapotembea, anapoondoka nyumbani, anakutana na wanawake na wasichana na mabinti wengi ambao wanaamsha hisia zake, wanamvutia kwa namna tofauti, wana mivuto aina tofauti, wamependeza. Kwa yeye kama mwanaume, macho yake lazima atavutiwa. Lakini anapovutiwa na kuwaka tamaa, mwanaume huyu anatakiwa awe na uwezo wa kujitambua na kujizuia hisia zake, asitoke nje ya yale malengo ambayo amejiwekea kwamba mimi kama mwanaume natakiwa nijiheshimishe, nizuie hisia. Hizi hisia zinatokea kwa sababu tu mimi ni mwanaume lijali. Kwa hiyo nikikutana na jambo fulani au muhemko fulani nisishtuke. Kwa hiyo wengi sasa wakipata mihemko, wakipata hisia wanapowaona wanawake, wanachanganyikiwa na kudhani kwamba wanatakiwa waendelee kuwa na wanawake wengine. Kwa hiyo maana yake hawajajiwekea mikakati. Kwa hiyo mwanaume yoyote jiwekee mikakati kwamba wewe kama mwanaume lijali, lazima hiyo hali ya tamaa, ya macho yako kwa tamaa itakukuta. Sasa swali linakuja pale, ukikutana na hiyo hali ufanye nini? Kama umeshaweka kwamba mimi hata nikikutana na mwanamke mzuri, ana dimples, ana mwanya, ana shape nzuri, ni mweupe, sitowaka tamaa kwa sababu nimeoa, mimi ni baba, kuna watoto wananiita baba, wananiheshimu, kuna watu wananiita mjomba, wananiona mimi ni mwanaume wa thamani. Lazima nilinde thamani yangu, nilinde utu wangu, nilinde hali yangu kama mwanaume, nisiyeweweseka wala kuwaka tamaa kirahisi. Kwa wanaume wengi ambao hawajajiwekea mikakati hiyo, wao ni rahisi sana kutafuta michepuko. Lakini sababu nyingine inayowapelekea wanaume kutafuta michepuko ni ulimbukeni na kufuata mkumbo. Wakikaa kwenye makundi, wanaume wanapata story kwa wanaume wenzao kwamba jana nilikuwa na demu fulani alifanya hivi, au nilikuwa mwanamke fulani alikuwa hivi. Anatamani sasa na yeye apate demu au apate mchepuko au mwanamke ambaye atakuwa kama yule ambaye amepata hadithi kutoka kwa fulani. Kwa hiyo hiyo hali inamfanya mwanaume huyu ambaye hajajiwekea mikakati ya kujizuia vya kufanya, naye ni rahisi kutafuta michepuko. Lakini ni kutofuata tu sheria za ndoa na viapo vyao vya ndoa.
ndoa, kwa sababu wengi tunapoingia kwenye ndoa, viapo vya ndoa vinasema ninaapa kuwa mwaminifu kwa mke mmoja. Hata cheti cha ndoa huwa kinaandikwa kwamba ni ndoa ya mke mmoja. Wengi wamefunga ndoa za mke mmoja, lakini ina maana hapa sasa ni wanashindwa kuwa waaminifu kwenye hizi ndoa za mke mmoja.